Alright. Jinsi mnavyoona nyumangu ni ishara kuwa tumejumuika hapa sisi wote kumsindikiza dada yetu Nasi Kabura Mshiri, na tumehusika na viongozi tofauti tofauti katika kata hii ndogo ya Vanga Ward, na leo hii nimebainika kupata mkazi wa hapa. So ningeomba nitambulisha kwa majina yako, unaitwa nani, unafanya nini, unatokea wapi? Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Francis Osau Mutua. Mimi ni mkaaji wa hii maeneo ya Kidomaya. Nimezaliwa hapa, nimelelewa hapa, nimesoma hii shule inaitwa Kidomaya hapa primary, na kwa kazi mimi ni mwalimu, nafundisha katika shule ya kibinafsi inaitwa Mountain of Hope. Sawa, sadaka sana. Amesema yeye ni mwalimu, so japokuwa yeye ni mwalimu, yako masaibu au shida ambazo zinakumba tayari katika sekta yake. So Ticha Msau, naona shughuli leo imefanya vizuri na ni watu wanazidi kutoka, na katika shughuli hii wako viongozi ambao wamebaini kufika hapa na wameuza sera zao, lakini kabla tuingie kwa uongozi ambao tunautarajia mwaka wa 2027, ziko changamoto ambazo ziko katika kata hii ndogo ya Vanga Ward. So ni changamoto gani zinawakumba sasa nyinyi wakazi wa Vanga Ward? Asante sana. Kwanza kabisa, kama nilivyotangulia kwamba kazi yangu ni walimu, na wakati niko katika hii kazi, moja ya changamoto ambayo experience, kuna watoto ambao wanatoka sehemu mbalimbali. Kama hapa katika shule ambayo ninafanya kazi, kuna watoto wanatoka Kiwegu, kuna watoto wengine wanatoka sehemu za Bumbuna, kuna watoto wengine wanatoka sehemu za Mwanamamba, kuna watoto wanatoka Mwamose. Kwa hivyo changamoto moja ambayo mimi experience, hasa wakati wa mvua, watoto kuchelewa. Watoto wengine wanafika hata saa 2 wakati masomo yameanza, na tukiangalia shida tu ni barabara. Kwa hivyo changamoto ambayo mimi na experience katika ward yetu ya Vanga, kuna shida ya barabara. Barabara zetu ni mbaya. Tukiangalia barabara ya kutoka hapa Kidomaya kwenda Mwamose, barabara ya kutoka hapa kwenda kule mpaka Kiwegu kwa Baniani kule, ukiangalia kwenda hivi na Mauruni, ukienda hivi na Bumbuna ile mpaka kwenda Lungalunga, tuko na shida ya barabara. Jambo lingine, kwa sahihi tuko na elimu ambayo tunaita CBE, competence based education, ambao kwa sahihi hii elimu kusema la kweli, bila mambo na technology, nikizungumzia mambo na kompyuta, hii elimu haiwezi kuendelea, especially wale watoto wako grade ya 7, 8 na 9, junior secondary. Lakini ukiangalia baadhi ya shule ambazo tuko nazo huku, utakuta hakuna stima. Hivyo basi inakuta kama kuna zile practical za kufanya zile za science, inabidi kwende kwa shule zingine ambazo ziko na stima, ambayo hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hivyo tuko na changamoto ya stima katika haya maeneo. Naam. Sawa, asante. Kunradhi kidogo. Umesema kwamba changamoto ziko mingi, ikiwemo barabara, ikiwemo technology, ikiwemo stima, na hata pia ikiwemo kazi kwa vijana ambao wanatarajia kupata kazi na bado hawajapata kazi. So nikiuliza swali lingine, nyinyi kama wakazi wa Vanga Ward katika eneo la Kidomaya na vijiji vyake vinginevyo, mlipokaa mliona kiongozi ambaye anaweza kuwa tayari kusuluhisha hili suluhisho ambalo limekaa muda mrefu? Kwa sababu tukiangazia analytic ya uongozi ambao ulikuwa katika kata hii ndogo ya Vanga Ward, ni viongozi wengi wamekuwa katika uongozi na mambo haya bado hayajatekelezwa. Na nyinyi wenyewe kama wakazi, ni suluhisho gani mmeamua kuja nalo kwa ajili ya hizi shida ambazo zimezikumba kwa muda mrefu sana? Jambo la kwanza ambalo nalitazamia na naliomba, kwanza kabisa tunahitaji tupate kiongozi wa kutoka kwa ground. Maana tukiangalia huko nyuma ama uongozi ambao tumekuwa nao kwa muda, ni uongozi ambao mimi naweza kusema haujatoka hapa kwa ground. Hivyo basi mimi, kitu cha kwanza, ninaomba yule kiongozi ambaye
atapata uongozi, na natazamia awe kiongozi ambaye ametoka katika ground yetu, hasa mtu ambaye amesomea hapa, mtu ambaye amezaliwa hapa, akalelewa hapa, aka experience zile shida ambazo sisi tuna experience kutoka kitambo. Mimi naona kiongozi kama yule anaweza at least kufeel ile shida ambazo tumekuwa nazo kutoka kitambo, na akaangalia venye anaweza kutusaidia. Kwa hivyo kisaa hii katika uongozi ambao tunautarajia, tunahitaji tunakusudia kupata kiongozi ambaye ametoka ground. That is it. Sawa, Yeah. asante. Na pengine natumai msikilizaji ambaye anasikiza anatazama video hii atakuwa na swali, kiongozi huyu ni kiongozi nani, na kiongozi huyu ambaye anatoka ground yupi, na nyinyi wakazi ya sasa wa kata hii ndogo ya Vanga Ward mnamtarajia kiongozi yupi ambaye ametoka kwa ground, ambao maslahi yenu yote atawasilisha? Je, unaweza kutuambia kiongozi huyu anaitwa nani? Viongozi ni wengi ambao wako kwa ground, na kusema ule ukweli, tukiangalia mambo venye yalivyo, mimi kiongozi ambayo mimi najua yuko kwa ground, amekuwa hapa, amelelewa hapa, anasomea huku, si mwingine ila tu ni Nicodemus Mumbika Kivindi. Kijana mzuri ambaye nimeona kutoka utotoni, tumekuwa pamoja, nimemwelewa vizuri. Nafikiri yule ni kijana ambaye anaweza kuokoa Vanga Ward. Sawa, asante. Na swali la pili kukaribia la mwisho. Nicodemus Mumbika Kivindi ni kiongozi ambaye mmemwamini na anaweza kupeleka ile gari mpaka mwisho wake. Ndio. So pengine ni kitu gani ambacho iko nacho utofauti na uongozi ambao ulikuwa nao? Kitu cha kwanza, uongozi ni unaangalia mambo kama kujitolea. Hata kabla Nicodemus hajakuwa na ile dream ya kuwa kiongozi, tumekutana tu maeneo na nimeshuhudia mambo mengi tu. Ukimuita katika shughuli yako, anaweza kukusaidia. Saa hii hata kabla hajaitisha kuwa na nia ya kuitisha uongozi, kuna vijana wengi katika mtaa amewasaidia kazi. Amewaitia kazi kule Mombasa, wengine wako Malindi. Yaani kama huyo ni kiongozi anaweza fanya hivyo na hata hajafikiria ndoto ya uongozi, je, wakati atapata hiyo nafasi anaweza kufanya zaidi. La pili, ukimwangalia hata katika mazungumzo, unaona ni mtu ambaye yuko focus. Anajua kile ambacho anakusudia kufanya. Kwa hivyo ukiangalia muonekano wake, hatuwezi kuangalia roho, lakini sasa kutoka yale ambaye amefanya huko kitambo, mengi tumeyashuhudia, na saa hii pia anatembea na watu, na si wakati wa siasa. Kutoka kitambo amekuwa tu akitembea na watu, kama kuna shughuli anatembea nao. Kwa hivyo naweza kusema yule ni kiongozi ambaye tunaweza kumwamini kama wakaaji wa Kidomayo, Mwamose, na Vanga Ward kwa ujumla. Sawa, asante. Na swali la mwisho kabisa ninapoenda kukamatisha maongezi haya baina mimi na wewe, ni usia gani ambao utatoana kwa mtu ambaye anakusikiliza au anakutazama saa hii, ili tarehe inapofika tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027 kura zinapopigwa? Naam, asante sana. Sasa ule usia ambao naweza kusema mimi kama mkazi wa Vanga, kwa wale wanaonitazama, wale watasikia hii sauti, ni kwamba tusibebwe na siasa ya kuangalia tu kwa macho. Tubebwe na siasa ya kutazama future yetu kama vijana, hasa vijana ambao sisi ndio tunaangalia ni future ya kesho. Kwa hivyo viongozi ambao tunaenda kuwachagua, tuangalie background yao. Kabla hujachagua kiongozi, anza kwanza kusoma background yake. Penye alianza huko utotoni, amekuwa akifanya nini, ile kazi amekuwa akifanya katika jamii. Hata ukiangalia pia, ulizia wakati alikuwa anasoma, discipline yake ilikuwaje? Maana discipline matters a lot katika issues za uongozi. Kwa hivyo kitu cha kwanza, tuangalieni background ya viongozi. Ya pili, tusiangalie pesa. Maana viongozi wengi wanakuja pale mwisho. Tuko na viongozi wazuri, lakini tukifika pale mwisho tunabadilishwa na pesa. Kwa hivyo pesa tukule sana. Mimi sikatai hivyo, wale ambao wanitazama, tukule pesa migumulo,
lakini tukifika pale kwa debe, tuko na kiongozi ambao wewe ushampanga, ukamwangalia background yake vizuri, na mwisho uchague kiongozi ambaye ataangalia maslahi ya wakaaji wa Vanga wote. Dakta sana, asante. Na ikiwemo ni maongezi baina ya mimi na mkaazi wa kijiji kidogo cha Kidomaya. Kumbuka ya kuwa wana Kidomaya au kata ndogo ya Vanga Ward wameamua mwaka huu wanampitisha Honorable Nicodemus Kivindi ili kwa masuluhu ya kufulisha maslahi yao ya hapa kijijini. Na kumbuka kiongozi ni mwenye busara na kiongozi ni mwenye kuaminika. Je, kiongozi wako ni nani? Mimi wangu ni Nicodemus. Je, wewe? Tupatane katika episode nyingine. Kwaherini.